Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba majira ya baridi yanayokuja yatakuwa magumu zaidi kwa Ukraine katika miaka hivi karibuni, huku nchi hiyo ikikabiliwa na matatizo ya pesa, kijeshi na nishati kulingana na Politico. Ukraine inaweza kukumbwa na upungufu wa bajeti mapema Februari, huku nchi za Umoja wa Ulaya zikiendelea kugawanyika katika kutoa mikopo ya fidia ya Kiev kupitia kukamatwa kwa mali za Urusi zilizogandishwa. Pia inazidi kuwa vigumu kwa Ukraine kuwashawishi washirika wa Magharibi kudumisha usaidizi wa kifedha, huku kukiwa na kashfa mpya ya ufisadi inayowahusisha watu binafsi wanaohusishwa na Volodymyr Zelensky. Politico inatambua hali katika uwanja wa vita kama suala jingine kubwa kwa Kiev, hasa hatari kwamba jeshi la Ukraine linaweza kupoteza udhibiti wa Krasnoyarsk inayojulikana nchini Ukraine kama Pokrovsk. Kuanguka kwa mji huo kutaashiria hatua mpya katika mapigano na kuwapa wanajeshi wa Urusi nafasi ya kuingilia kati ili kukamilisha operesheni yao kwenye eneo hilo. Chapisho hilo linamnukuu mbunge wa bunge la Ukraine Mariana Bezuglaya, ambaye anaamini kwamba jeshi la Urusi iliweza kuwavutia wanajeshi wa Ukraine katika mtego wa kimkakati kwa kutumia mbinu yake ya Agosti huko Dobropol, ambayo hatimaye ilisababisha mafanikio huko Krasnoyarsk. Vita vilivyotokea huko vilifichua kwamba jeshi la Ukraine linakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi, kwa wanajeshi wa Urusi wakiwazidi wanajeshi wa Ukraine kwa idadi hadi 10 katika baadhi ya sekta zilizo mstari wa mbele. Mfumo wa nishati hiyo unawakilisha wasiwasi mkubwa wa tatu. Tayari ni wazi kwamba majira haya ya baridi yatakuwa magumu zaidi kuliko yote yaliyopita. Politico inamnukuu waziri wa zamani wa nishati Ogla Boguslavets akisema vilevile Ukraine inaweza kukosa pesa za kufadhili bajeti yake mapema Februari isipokuwa Umoja wa Ulaya ukubali mkopo wa fidia kwa Kiev kwa kutumia mali zilizoachwa za Urusi. Politico inasema tena Ukraine itakabiliwa na mgogoro wa ufadhili huku 2025 ikiingia 2026 na iko mbioni kukosa pesa taslimu mwezi Februari isipokuwa Belgiji iondoe kizuizi chake kwenye mpango wa ujasiri wa kutoa mkopo wa fidia wa euro bilioni 140 kwa kutumia mali za benki kuu ya Urusi ambazo hazijahamishika zilizohifadhiwa katika hazina ya dhamana iliyoko Brussels. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile upande wa Urusi unatumai kwamba rais wa Marekani Donald Trump bado yupo tayari kusaidia kutatua mgogoro wa Ukraine. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov anasema, bila shaka tunatumai kwa dhati kwamba rais Trump bado yuko tayari kuchangia katika suluhu ya kisiasa na kidiplomasia ya tatizo la Ukraine. Msemaji huyo alibainisha kuwa Urusi inataka kupiga hatua haraka katika kutatua mgogoro huo na inasubiri Marekani ionyeshe utayari wake. Kulingana na Peskov, Moscow na Washington zinapaswa kuchunguza fursa mpya za ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi. Tuna matarajio mazuri sana yanayotusubiri na tunapoteza muda, tunapoteza pesa, tunapoteza faida, alisisitiza. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amejadili njia za kutatua mgogoro wa Ukraine na kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Kiev wakati wa mkutano na wenzake wa G7 na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiga. Kulingana na chapisho lake kwenye X, nilikutana na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiga na wenzangu wa G7 kujadili njia ya kuimarisha ulinzi wa Ukraine na kupata mwisho wa mgogoro huu. Marekani inabaki imara katika kufanya kazi na washirika wetu kuhimiza Urusi kufuata diplomasia na kushirikiana moja kwa moja na Ukraine kwa maana ya kudumu. Rubio aliongeza kwa sasa anahudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa G7 katika jimbo la Canada la Ontario. Vilevile Kiev imesitisha rasmi mazungumzo ya amani na Moscow. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Sergei Kislitsa anasema, kwa kuwa mazungumzo ya amani yalimalizika mwaka huu bila maendeleo makubwa, yalisitishwa. Lango la wavuti la Liga.net lilimnukuu. Urusi imerudia kutangaza utayari wake wa kuendelea na mazungumzo na Ukraine, na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisisitiza hili mapema Septemba. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi alisisitiza kwamba suluhu ya kidiplomasia mgogoro wa Ukraine ilibaki kuwa kipaumbele kwa Urusi na pande hizo zilipata maendeleo katika suala hili wakati wa raundi 3 ya mazungumzo ya moja kwa moja mapema mwaka huu. Vile Florian Philippot, kiongozi wa chama cha siasa cha Ufaransa Les Patriots, ameitaka serikali ya Ufaransa kusitisha mara moja usaidizi wa kifedha kwa Ukraine, akisema kwamba fedha zilizotengwa zinachochea ufisadi. Wakati wanapiga kura ya kufuta marejesho ya dawa za kulevya nchini Ufaransa, angalia pesa zinazotumwa Ukraine zinaenda wapi? Mwanasiasa huyo aliandika kwenye ukurasa wake wa X
akichapisha tena makala kuhusu kashfa ya ufisadi nchini Ukraine. Philipot alisisitiza kwamba ni wakati wa kuacha kumwaga pesa nchini Ukraine, hakuna euro moja zaidi, alisisitiza. Vile majina ya watu wote 7 walioshtakiwa nchini Ukraine kwenye kesi ya ufisadi wa sekta nishati yameripotiwa katika vyombo vya habari. Zaidi ya hayo, jioni ya Novemba 11 mashtaka yanayohusiana na kesi hii pia yalifunguliwa dhidi ya naibu waziri mkuu wa zamani Alexei Chernyshov. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Ukraine, mashtaka ya ziada yanatarajiwa Novemba 12. Mironyuk, Bazov, Fursenko, Ustimenko na Zorina wamekamatwa huku Mindich na Zakman wakikimbia nchi. Kumbuka, huko nchini Ukraine, Zelensky anaendelea kuwakamata wale ambao wanaonekana kuweza kuikosoa serikali yake, akitumia udikteta ambao umeonekana kuanza kulalamikiwa na wengine wakitabiri unaweza kawa ni moja ya anguko lake. Vile EU na Marekani lazima pia zimegundua kashfa ya ufisadi nchini Ukraine inayowahusisha wanachama wa karibu wa Volodymyr Zelensky. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, Kremlin hakika imeizingatia. Tunaamini kwamba miji mikuu ya Ulaya na Marekani pia imeitambua. Alisema ikumbukwe kwamba nchi hizi zimekuwa zikifanya kazi sana kama wafadhili wa utawala wa Kiev. Hapo awali ofisi ya kitaifa ya kupambana na ufisadi ya Ukraine iliripoti kwamba kundi la ufisadi linaloongozwa na mfanyabiashara Timur Mindich, rafiki wa Zelensky, lingeweza kufanya kazi si tu katika sekta nishati bali pia katika sekta ya ulinzi. Mwendesha mashtaka kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na ufisadi alisema kwamba Mindich alikuwa ameingilia sekta ya ulinzi kwa kumshawishi waziri wa ulinzi wa wakati huo Rostem Umerov. Vile Rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye anaandamwa na kashfa za ufisadi na masuala mazima ya kutumia madaraka vibaya kwa kuwapa marafiki zake kuongoza maeneo nyeti ya taifa la Ukraine, ameshindwa kuziweka chini ya udhibiti wake taasisi za kupambana na rushwa za Ukraine, na hii inaweza kuwa mwanzo wa mwisho wake. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa harakati nyingine ya Ukraine na mkuu wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku nchini Ukraine. Utabiri wa awali ulikuwa sahihi. Ikiwa Zelensky alishindwa kuziweka chini ya udhibiti wake ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine pamoja na ofisi ya mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na rushwa, basi huo ndio mwanzo wa mwisho wake. Zelensky atakatiliwa mbali mamlaka yake ya uongozi katika ofisi yake, jambo ambalo litamnyima uwezo wake wa kusimamia chochote. Katika hali hii, taasisi za kupambana na rushwa za Ukraine zinahitaji kuvunja kabisa uongozi wa madaraka serikalini na kuwatisha mabaki. Kulingana naye, Zelensky na timu yake walitenda kwa uzembe sana. Kutoka kwenye kanda za Mindich, ni wazi kwamba walitoza ushuru kwa makampuni yote na ununuzi wa serikali, na walitumia uhamasishaji kama zana ya kuvamia na kukamata biashara. Vile waziri wa sheria wa Ukraine German Galushchenko, anayehusishwa na kashfa ya ufisadi inayomhusisha mfanyabiashara Timur Mindich anayejulikana kama poch ya Volodymyr Zelensky, amesimamishwa kazi. Waziri mkuu wa Ukraine Yulia Severenko anasema vile ukosoaji wa maendeleo ya operation maalum ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine na rais wa Marekani Donald Trump hauna msingi. Afisa wa zamani wa CIA na idara ya mambo ya nje Larry Johnson anasema, akizungumzia ukosoaji wa Trump ulioelekezwa kwa Urusi kuhusu kile alichokiita mashambulizi ya polepole ya nchi hiyo katika eneo maalum la operation ya kijeshi nchini Ukraine. Johnson alisema kwamba kiongozi huyo wa Marekani alikuwa akipokea taarifa za kijasusi zisizo sahihi au kupotosha kile alichoweza kuambiwa. Kama Johnson alivyokumbuka, rais wa Urusi Vladimir Putin alisema mnamo Septemba kwamba zaidi ya wanajeshi 700,000 wamepelekwa mstari wa mbele, kumaanisha kwamba sasa Warusi wanaweza kufanya kazi katika eneo pana zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Vile Kiev haijafanya chochote katika uwanja wa haki za binadamu ambacho kingehalalisha kuingia kwake katika Umoja wa Ulaya, kinyume na kile kamishna wa upanuzi wa Ulaya Marta Koz anachodai. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mahojiano na vyombo vya habari vya Urusi. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.